Mtazamaji mpendwa, katika jina safi samahani la Yesu Kristo aliye hai, unaweza kuona natabasamu. Sidhani natabasamu kwa jambo lingine la kidunia. Natabasamu kwa sababu Yesu Kristo aliye hai amenizawadia pumzi kuja kutoa mafundisho ama fundisho kuhusu kufa kwake. Kabla sijaendelea na kuomba, hebu tusome aya moja ndani ya Qur'ani tafadhali kwa hisani yako. Qur'ani sura ya 19 baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. 19 aya yake ya 35 ndo niombe. 19:35 anasema hivi, 33 imeni: wassalamu alayya yawma, satatibu, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Mfalme, 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 natubu dhambi na makosa. Asante kwa kunizawadia pumzi ya kurudi kufundisha fundisho hili kuhusu kufa, kufufuka kwako na faida. Na kushukuru kwa ajili ya huyo mtazamaji, na kushukuru kwa huyo ndugu na dada, na kushukuru pia kwa Waislamu ambao wanazidi kujitoa na kuona ukweli ulivyo. Basi nitumie kama kawaida, kama chombo tu, sio kuwa na chochote. Nishike akili zangu, gusa akili zangu, ninene sifa zako. Naanza na wewe, nimalize na wewe, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amina. Mtazamaji, katika jina la Yesu, karibu. Karibu katika fundisho la kuhusu msalaba ama kifo cha Yesu Kristo aliye hai. Madai ya Waislamu kuhusu kifo tumeyatoa. Majibu na mshukuru Mungu umeyasikia mwenyewe. Sasa fundisho, maana mada imekamata vipengele vitatu kama nilivyotangulia. Sasa fundisho hili tunafundisha kifo cha Yesu Kristo na kina faida gani, na kipo ama hakipo. Maana mtu anahitaji vitu vitatu: kufundishwa, kujibiwa na kufahamishwa. Qur'ani tunaanza, nifuatilie kama ninavyokuomba kila siku ndugu yangu, ama kila wakati mtazamaji wangu mpendwa, sikiliza fundisho kuhusu kifo cha Yesu Kristo. Kama ni maneno tunabuni, hakipo. Kama ni aya, kipo. Sasa wewe mwenyewe utamkagua yule ambaye unamsikiliza, upande ule na upande huu. Naanza na Qur'ani sura ya ngapi eti? Qur'ani sura ya 19 aya ya 33 ambayo nimeisoma. Sikiliza. Hii aya Waislamu wanakubali ni kwa mujibu wa maneno ya Yesu Kristo aliyotamka eti baada ya kuzaliwa. Kwa imani yao, muujiza wa kwanza Yesu kufanya ni kuzungumza kwa mdogo, siku moja, siku mbili, kitu kama hicho. Naanza. Qur'an nasema, nimesoma katika lugha ya Arabia, nimesoma katika Kiswahili. Na amani iko juu yangu. Hapa na kuomba vizuri sana msikilizaji, upakamate vizuri, maana nitapafafanua kiasi, si sana, kwa uwezo wa Mungu. Na amani iko juu yangu. Sikiza hiyo nukta. Na amani iko juu yangu siku niliyozaliwa, na siku nitakayokufa, na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Sasa Yesu anasema na amani iko juu yangu. Sikiza kipengele cha kwanza: siku niliyozaliwa, na siku nitakayokufa, na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Haya maneno ukiyasoma, nimekwambia hivi katika mikanda, Muhammad kakopi
Nasema tu si. Sasa ukiyasoma unaweza ukashindwa kula nini maana yake. Sikiliza maneno haya maana yake. Luka 2:8-14. Nini maana ya amani? Yesu siku aliyozaliwa nini maana yake? Amani iko juu yangu siku aliyozaliwa. Hayo maneno yako wapi? Luka 2:8-14. Wacha nipasome. Luka 2:8-14. Na katika nchi ile walikuwa kwa wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla. Utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote. Wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, siku aliyozaliwa Yesu, na malaika akawaambia, msiogope kwa kuwa mimi nimewaletea habari njema ya furaha. Habari njema nini? Ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndio ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Mara walikuwa pamoja na huyo malaika wengi. Hilo ni zuri sana, nirudi kidogo. Mara walikuwapo pamoja na huyo malaika wengi wa jeshi la mbinguni, wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Siku Yesu akizaliwa, kundi la malaika wanaimba, wanafanya vitu, wanasema amani, amani, amani kwa watu aliowaridhia. Qur'an inasema nini? Amani iko juu yangu siku niliyozaliwa. Maana Yesu Kristo amejaa amani. Na akasema na siku nitakayokufa. Sawa. Kwa hivyo tunaangalia kwa taratibu malaika hivi, lakini huyo ni Yesu huyo. Kisha nyinyi Waislamu, Yesu ni kawaida tu, ni mtume wa kawaida tu. Jamani, malaika kundi wanaimba. Nikifafanua hapa nitakesha, kajifafanulie mwenyewe kwa Roho Mtakatifu. Kristo anayezungumza naye. Duniani amani. Amani kuhusu kifo chake. Tunafafanua ile Qur'ani, maana hawaifahamu. Hiyo aya wanaisoma tu. Siku ya kuzaliwa tunaona amani dunia nzima kwa watu Mungu aliwaridhia. Kama wewe huna amani ya Yesu, Mungu hajakuridhia. Amani kuhusu kifo chake. Isaya 53:5. Isaya 53:5. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kumbe kuteswa kwa Yesu, kifo cha Yesu kilikuwa kituletee sisi amani. Andiko la Qur'an linasema siku aliyozaliwa Yesu amani, siku atakayokufa amani yetu ilikuwa juu yake. Amani, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Unaipata Qur'ani ama unaisoma tu? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. No. Ama wa ma qala. Wana kuna wengine ukisoma kafu ikawa kafu. Ama kwa kuteleza tu utasikia hajui. Hizi sauti za kusema hajui kama ninafurahishwa na Waislamu. Yaani anayekwambia hujui mwenyewe hajui. Si mada yangu. Kidokezo.
Siku Yesu alipozaliwa amani, kifo chake ni amani, ni Qur'ani hiyo. Haleluya, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kumbe kile kitabu cha Isaya sasa mtu anaweza akashindwa kina uhusiano gani na Yesu? Kina uhusiano gani na kifo cha Yesu? Ule ni Isaya na Yesu. Utakujaliwa kabisa. 24 aya yake ya 36 tunazungumzia sasa kifo cha Yesu. Amani ilikuwa juu. Amani ilikuwa juu ya watu wote, Mungu aliwaridhia. Tumeona kuzaliwa amani. Na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Isaya, Qur'an anasema siku ya kuzaliwa kulikuwa na amani. Siku ya kufa kwa Yesu kutakuwa na amani. Siku ya kufufuka kwa hai kutakuwa na amani. Sasa sikiliza vizuri, kamata vitu kwa amani. Tumeona katika kitabu cha Luka amani Yesu akizaliwa. Isaya tumeona amani kupigwa kwake, kufa kwake. Yesu katika Luka 24 amefufuka, anawacha amani, maana yeye mwenye amani. Waislamu, sisi hatuna shida, tutawafundisha Qur'an. Maneno haya Yesu aliyasema baada ya kufufuka kwake, na tunaona ile amani iliyokuwa yake anaitoa akisema, amani iwe kwenu. Kwa hivyo siku aliyofufuka alikuwa na amani, na baada ya wanafunzi kuipokea ile amani wakawa ni wenye furaha kuu, baada ya huzuni kubwa wakati Yesu aliposhikwa na kuhukumiwa, mwisho akafa na kuzikwa. Sikiliza tena kidogo, furaha gani waliokuwa nayo baada ya kupokea amani? Luka 24:52. Wakamwabudu kisha wakarudi Yerusalemu wenye furaha kuu, wampokea amani. Siku ya kuzaliwa Yesu amani, siku ya kufa Yesu amani, siku ya kufuka Yesu amani. Hiyo ndio Biblia. Tunazungumzia ama nafundisha kifo cha Yesu. Usawa ile Qur'ani 3:55 ambayo tayari sina wakati wa kuijibu. Inatabiri vizuri, tumeona vizuri kwamba katika mkanda ule wa majibu, tawafa manake nitakufisha. Tawafa nitakufisha. Kwa hivyo Yesu alikufa, utabiri ulikuwepo. Mungu alimwambia Allah subhanahu jalla sha'nuhu, akamwambia idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru. Hapa kuna mjadala, tushamaliza. Katika majibu, utabiri zaidi kuhusu kifo cha Yesu nafundisha ndani ya maandiko matakatifu. Kimbia kidogo mtazamaji, Amos 3:7. Sasa na mega vitu kwa jina la Yesu Kristo. Sikiliza. Hakika Bwana Mungu, Amos 3:7, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Manabii siri yake. Bwana hatafanya jambo lolote. Tunafundisha kifo cha Yesu Kristo. Bwana Mungu hatafanya jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Siri yake. Kama Mungu alivyosema katika hiyo aya kuwa hatafanya neno lolote bila kuwajulisha watumishi wake siri yake, ni vizuri tuijue hiyo siri ya Mungu ambayo ni muhimu sana. Siri ya Mungu ipi? Mungu ana siri nyingi, lakini hapa tunachukua siri yake. Wakolosai 2:2, ili wafarijiwe mioyo yao, waunganishwe katika upendo, wapate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yani Kristo. Mungu hawezi kufanya jambo bila kufunulia watumishi wake siri yake. Siri tunaipata Wakolosai 2:2, ni nani? Kristo. Sasa Mungu amesema hii siri lazima wafunulie manabii wake. Tudondoe kabisa hii siri. Mungu aliwafunulia vipi manabii walitangulia? Kawafunulia vipi? Kawaelezea vipi? Kawalikusudia nini? Taratibu tuende pamoja. Isaya 53
12. Isaya 53:12. Kwa hiyo ndio akakwambia ile Isaya ile utajua anazungumzia Yesu. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja nao walio hodari, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao, walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Sasa huyo ni nani? Nabii anatabiri kitu gani? Hii ni siri ipi nabii anayozungumzia? Maneno hayo tunayatafuta kuyalinganisha kitabu cha Luka 23:34. Yesu akasema, Baba awasamehe kwa kuwa hawajui watendalo, wakagawa mavazi yake wakapiga kura. Haleluya! Kumbe Isaya alikuwa anamlenga Yesu Kristo. Yesu anasema anawaombea waliokosa, hawajui watendalo. Isaya akasema aliwaombea na kuwaombea wakosao. Marko bado katika Isaya kuna kipengele alihesabiwa pamoja na wahalifu. Marko 15:27-28. Na pamoja naye walisulubishwa wanyang'anyi wawili, mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto. Basi andiko likatimizwa linenalo, alihesabiwa pamoja na waasi. Isaya yule, andiko linatimia katika Marko. Vitu vizuri namna hii Muislamu anavikosa. Mungu akuongoze. Marko 15:37, hatujamaliza. Bado tuko katika Isaya tunaifafanua. Naye Yesu akatoa sauti kuu, akakata roho. Malika Isaya amesemaje? Akatoa roho yake. Ama nikurudie kidogo isome vizuri upate raha. Usije ukaona tunabuni. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atawagawanya nyara pamoja nao waliohodari, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao, walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Luka tumeona, Marko tumeona, naye Yesu akatoa sauti kuu, akakata roho. Isaya akasema wapi sasa akachukua dhambi? Yohana 1:29. Siku ya pili yake ameona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Utabiri ambao aliutoa Isaya unatimia katika hizo aya, kumaanisha maneno ya Bwana Mungu ni ya kweli kabisa. Isaya kashamaliza kazi, utabiri ushafika. Sasa wewe ndugu yangu, hii Biblia ukisoma ukisema zungumzie kifo cha Yesu, haifundishe kifo cha Yesu, haya ni hii hapa. Kuna nyingine huko mmetunga mnasoma huko msikiti. Zaburi 22 aya yake ya 18, tuna mega Daudi, wanagawanya nguo zangu na vazi langu wanalipigia kura. Huyo nabii Allah Daud alayhi salam. Hivi Daudi huyu mtumishi wa Mungu, umewahi kusoma kumbukumbu yote kwamba kuna wakati kavuliwa vazi lake likapigwa kura, likagawanywa? Sahihi kabisa, hamna. Sasa anamlenga nani? Huyo Daudi alikuwa anatabiri utabiri gani? Kumbuka amesema Mwenyezi Mungu katika Amos 3:7, hawezi akafanya jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Na tumeona siri nani? Yesu Kristo. Naam, Mungu ana siri nyingi, lakini hapa tuna Omega ambaye tunaona Mungu amewafunulia manabii moja baada ya mwingine, ni Yesu Kristo aliye hai. Hivi Zaburi, wewe nabii ulikuwa unakusudia nani? Mathayo 27:35. Walipokwisha kumsulubisha Yesu, waligawa mavazi yake, wakapiga kura ili litimie neno lililonenwa na nabii, waligawa nguo zangu kati yao, na juu ya vazi langu walipiga kura. Haleluya! Yani kuna nukta hapo, ili
litimie neno lililonenwa na nabii. Kumbe nabii Daudi alikuwa anatabiri Yesu Kristo aliye hai. Isaya alikuwa anatabiri Yesu Kristo aliye hai. Hiyo ndiyo Biblia. Neno la Mungu wetu aliye hai liko wazi sana. Linajifafanua vyema kabisa. Doido wala hakasumba. Halina maneno yanaeleweka vizuri tu. Halina kasumba. Si lazima tuite watu makafiri ndio tuhubiri. No, hakuna kitu kama hicho. Kama yuko Mkristo hayo ni yake, si Biblia. Bado nabii wa pili ni watatu huyo, nabii Hisabu, yani kitabu cha Hisabu cha nabii Musa. Musa unasema nini? Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitizamapo ataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba, akaiweka juu ya mti, hata ikawa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Hivi huyo naye nabii Musa mbona anakuja na jambo? Alikuwa anamzungumzia na kumtabiri nani? Nyoka tu, kuwekwa tu ya mti. Ni nini Mungu alikuwa anamjulisha huyo Musa naye? Hebu tukimbilie kitabu cha Yohana 3:14 tuulize habari hii. Yohana 3:14 tuulize habari hii. Na kama vile Musa, Yesu huyo alivyomuinua yule nyoka, na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Kumbe Musa alikuwa anapewa siri kwamba Yesu atakuja kuinuliwa. Lakini katika hiyo aya kuna kipengele kinasema Musa akamuinua yule nyoka. Kila aliyeumwa na nyoka yule wa umbile akimtizama yule nyoka wa shaba, Mungu ambaye kama Musa kutengeneza, anakuwa hai, anapona yule mtu. Yesu anasema, na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila amwaminie awe na uzima, apone, asipotee. Ukiamini Yesu Kristo aliangikwa juu ya mti, alisulubiwa kama vile nyoka wa Musa, wewe huna tatizo wala huna ngoma. Tatizo dogo kutokuamini. Lakini ukiamini, andiko liko safi. Wale wameumwa na nyoka wanatizama juu kwa shaba, wanapona kwa nyoka wa shaba. Kumbe usumbufu wote, matatizo yote, kuumwa na ulimwengu, kung'atwa na ulimwengu, tizama msalaba wa Yesu Kristo, utapona. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Usipotee kabisa. Yesu yuko hai. Si nini maandiko? Luka 22:37. Kwa kuwa nawaambia, Yesu huyo, hayo yaliyoandikwa hayana budi kutimizwa kwangu, ya kuwa alihesabiwa pamoja na wahalifu. Kwa sababu ya mpasayo yanipasayo yanao mwisho wake. Najua kuna mambo yanatembea ulimwenguni kwamba ukitoka katika Uislamu ukaingia katika Ukristo umenunuliwa. Sikiliza, Waislamu wasiokuwa na elimu wakimwona mtu ametoka katika Uislamu ameingia katika Ukristo, wanasema kanunuliwa. Sikiliza, kanunuliwa. Lakini Muislamu ambaye yavuta sigara, sikiliza kwa makini, Muislamu ambaye yavuta sigara, Muislamu ambaye tariku swala, haswali, Muislamu ambaye yashrabu al-khamr,
anakunywa pombe, yeye hajanunuliwa, kapatia kidogo kateleza. Si kila mtu aliyetoka katika Uislamu, nataka niweke mambo wazi, kanunuliwa, kapotea, katoka kwa sababu ni Roho wa Mungu kamfunulia kusoma maandiko. Hii kasumba ya kusema ukitoka katika Uislamu ushanunuliwa, na kuombeni mwiwache. Maana historia inatupa habari kwamba hata yule aliyekuwa mwandishi wa kwanza wa Mtume Muhammad kumwandikia wahi ufunuo katika mji wa Makka aliritadi, alitoka katika Uislamu. Na rudi katika mikanda yangu ya kuzungumzia historia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kama Qur'an sema la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, hakuna kulazimisha mtu kutoka katika dini. Si kila anayetoka katika Uislamu amepotea, kanunuliwa. Si kitu kama hicho. Kaona kweli. Na sisi tunasema hivi, si kila mtu anayeacha Ukristo kenda kwenda Uislamu nini, sisi tunasema kanunuliwa. Sisi tunasema kwa ushahidi wa Qur'an na ushahidi wa history kwamba kununua watu ambao imani zao hazijaimarika katika Uislamu, hilo limefanyika. Narudi katika mikanda yangu, utaona. Na ukitaka ushahidi nitautoa. Yesu anathibitisha kwamba yote yaliyoandikwa hayana budi kutimizwa juu yake. Sasa mtu akipinga maandiko ya manabii, na zaidi apinge mpaka Yesu mwenyewe, huyo mtu ukweli ni wa kuombewa tu sana bila kuchoka. Sikumchukia na kufundisheni wa Kristo, na wakumbusheni nyinyi walimu, usichukie mtu, muombe. Maandiko yalitimia zaidi kwa namna hii ya kuthibitisha kifo cha Yesu Kristo. Yohana 18:12. Basi wale askari na yule jemadari na wale watumishi wa Wayahudi walimkamata Yesu wakamfunga. Yesu anakamatwa, mateso yanaanza kama alivyosema Yohana 18:22. Sikiza. Basi aliposema hayo, mateso sasa yanaanza. Mtumishi mmoja wapo aliyesimama karibu alimpiga Yesu kofi akisema, "Wamjibu hivi kuhani mkuu?" Yesu anapigwa kwa ajili kikombe kile akikamate. Mimi wewe upate kuurithi uzima wa milele. Leo imani hii ambayo mwanzilishi akiwa mbinguni akaja duniani ni Yesu Kristo, tunaichezea tu kimzaha. Leo imani hii imebaki tu ya kuchezewa. Kila mtu akibuka, Yesu yuko hivi. Kila mtu akitamka, Yesu yuko vile. Kila mtu akifanya hivi, Yesu yuko sampuli ile. Si vizuri wa Kristo tunyamaze, na maandiko yako sahihi kabisa. Kwa nini tusitoke kutetea imani? Nahisi uchungu wa kuwaona Wakristo wametosheka kwenda makanisani tu. Nahisi uchungu kuona Wakristo wamebaki kusoma verses ambazo zinajenga tu kunenepesha vitambi vyao kama matumbo yao. Nahisi uchungu napoona tumewachia maadui wanaichafua imani sahihi. Nahisi uchungu kuona leo hakuna watu mashujaa, ila ni wachache mno, na hao wachache hawana uwezo wa kifedha, ambao ni mashujaa wako tayari kukabiliana hizi hoja bila uoga wote. Lakini mateso na misukosuko wanayopitia ni watu wa kuhurumiwa. Nimekutana na wahubiri wengi wa kukabiliana na hoja hizi, wengine hata hawajui watakula nini, hata hawajui watafanya nini. Baadhi yao jamaa zao mpaka wamekosa chakula na mavazi na kusoma, lakini kila siku wanapenya na kutembea ndani ya Kenya na nje ya Kenya kwenda kuutangaza
ujumbe wa Yesu Kristo kwa wapinzani wa Uislamu. Leo wewe una nafasi nzuri Mungu kakupa. Na afya nzuri. Shukuru Mungu una senti. Kwa nini usimtumikie Mungu aliye hai? Mathayo 26:67. Mateso Yesu Kristo anayapata kwa ajili yangu mimi. Ilikuwa kwenye giza, na kwa ajili yako wewe. Uache dhambi, utizame msalaba, upone. Uache ukatuni, tizama msalaba, upone katika jina la Yesu Kristo. Mathayo 26:67. Ndipo wakamtemea mate. Maneno haya mara nyingine huwa naona ugumu kigugumizi kuyasoma, maana ni mazito. Yesu tumeelezea sifa za uungu wake katika mikanda iliyopita. Unaonaje hapa? Leo watu watizamwe tu wakichezea wokovu. Na tuna Biblia. Usijaribu kuokota hata jiwe. Watajiwe hata kumwambia pumbavu usiseme. Na kama wahi kusema tubu, tumia silaha hii. Sikiza. Ndipo wakamtemea mate ya uso, wakampiga makonde, wengine wakampiga makofi. Ndugu zangu, hizi sinema, mikanda hii sinema mnayotizama, hiyo ni michezo ya kuigiza. Hamna Yesu hapo wala hamna lolote. Yesu kafanyiwa ambayo kalamu isiposhikiliwa na Roho Mtakatifu hewezi ikaandika hayo mateso. Ndipo naona hapa waandishi waliongozwa na Roho Mungu wanatumia mkato, wanasema ndipo wakamtemea mate ya uso, wakampiga makonde, wengine wakampiga makofi. Imani hiyo hiyo tunaiacha na chezewa na maandiko yapo. Imani hiyo hiyo mwanzilishi kapitia hayo, leo tunalazimishwa kuifuata. Yesu wangu, nisamehe dhambi. Naomba unisaidie sana katika roho yule uliyetuachia, nitambue ukuu wa uokozi wako wa kumwaga damu sampuli hiyo. Baada ya mateso, Yohana 19 ayake ya 16 mpaka 18. Basi ndipo alipomtia mikononi mwao ili asulubiwe, nao wakampokea Yesu. Acha utukufu wake. Akatoka hali akijichukulia msalaba wake mpaka mahali paitwapo fuvu la kichwa, au kwa Kiebrania Golgotha. Wakamsulubisha huko, na wengine wawili pamoja naye, mmoja huku na moja huku, na Yesu katikati. Akasulubiwa Mwokozi wetu. Yohana 19:33, kashasulubiwa Mwokozi. Lakini walipomjia Yesu na kuona ya kuwa amekwisha kufa, hawakumvunja miguu. Haleluya. Hata sijui niseme haleluya ama niseme nini. Mwokozi ashakufa. Mwokozi ashakufa.
Sasa ashakufa. Hatua baada ya hatua, maandiko sahihi. Luka 23 kuanzia aya 50 mpaka 53. Maneno yanasema hivi: na tazama, akatoka mtu mmoja jina lake Yusufu, ambaye ni mtu wa baraza, mtu mwema, mwenye haki, wala hakulikubali shauri la tendo lao, naye ni mtu wa Arimathaya, mji mmoja wa Wayahudi, tena anautazamia ufalme wa Mungu. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato akataka kupewa mwili wa Yesu, akaushusha, akauzinga sanda ya kitani, akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani, ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Shujaa mwingine huyo. Shujaa. Wakati huo wanasema Wayahudi, tumeshinda. Vigeregere kila moja anakunywa na kumwa, sema tumeshinda. Nishawahi kusema, wala ambao wamesoma kitabu changu Why I Forsook Islam, kwa nini niliwacha Uislamu. Nilipopigwa siku moja katika mara nyingi ambayo nimepigwa, nakumbuka nilipopigwa sana ile proper kweli, kapigwa, anasema kwa lugha sio nzuri hapo. Islamu akatangaza kwamba sasa yule bwana aliyekuwa imam ashakufa. Wakafurahi, kapiga vigeregere, lakini kwa bahati nzuri baada ya muda mfupi kupona tu, nilikutwa ndani ya uwanja akimhubiri Yesu Kristo aliye hai. Sasa shujaa, mtu yule alikwenda kwa Pilato akataka kupewa mwili wa Yesu, akaushusha, akauzinga sanda ya kitani, akaweka katika kaburi lililochongwa mambani, ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Yesu kashikwa, Yesu kahukumiwa, Yesu kasulubiwa, sasa yuko kaburini. Akazikwa kaburini, na hapo maadui, naam, kama nilivyotangulia kusema, wakafurahi. Mathayo 28:5-6. Pana kitu gani? Pana kitu kizito hapa. Yesu yuko kaburini. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake wanahangaika kumtafuta Mwokozi, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Hasa malaika wanaona wanawake wanahangaika, sana msihangaike. Najua mnataka. Hivi mshasahau kwamba akasema mateso, kusulubiwa, na sasa hapa kashafufuka. Matendo ni ya Mitume 1:13. Matendo ya Mitume 1:13. Wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Ashafufuka. Marko 16 aya yake ya 19. Basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Yuko mbinguni na alikwenda kuandalia wateule wake. Naomba Bwana Yesu Kristo niwe miongoni mwa hawa ambao ulikwenda kuandalia, nisikose kwa jina lako. Amen. Qur'an inathibitisha kwamba Yesu yuko mbinguni. Inathibitisha Yesu yuko mbinguni. Bali Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake, na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hekima. Hiyo ni Qur'an ile ambayo tulisoma 4:158. Bali Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake, na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hekima. Zipo aya nyingi mno za kufundisha Yesu Kristo kuwa alikufa na akafufuka. Na Yesu Kristo mwenyewe anathibitisha alikufa. Kwa mujibu wa imani ya Kiislamu, sikiliza hizi aya ukielekea kumalizia.
Qur'ani sura ya 5. Qur'ani sura ya 5 aya 100. Qur'ani sura ya 5. Qur'ani sura ya 5 aya 117. Sikiliza tafsiri hii kisha nilinganishe, ndio mazie. Wanasema Waislamu kwa imani yao kwamba Yesu siku moja atakuwa mahakamani na Yesu mwenyewe ndiye atakuja kuhukumu, lakini wanasema atakuwa mahakamani mbele ya Allah. Sasa Mwenyezi Mungu anamuuliza, wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhadhuni wa ummiya ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtuhu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Endelea, hiyo inaanzia 116. Ma kuntu lahum illa ma amartani bihi an ibudu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Sikiliza huyu alivyotafsiri aya mbili. Nakumbukeni Mwenyezi Mungu atakaposema, ewe Isa bin Maryam, je, wewe uliwaambia watu nifanyeni mimi na mama yangu kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu? Aseme Nabii Isa, wewe umetakasika na kuwa na mshirika. Hainijuzu mimi kusema ambayo si haki yangu kuyasema, kwa kuwa ni ya uongo. Kama ningelisema, bila shaka ungelijua. Unayajua yaliyomo nafsini mwangu, lakini mimi siyajui yaliyo nafsini mwako. Hakika wewe ndiye ujuaye mambo ya ghaibu. 117. Sikuambia lolote ila yale ulioniamrishia, kwamba mwabuduni Mwenyezi Mungu, Mola wangu na Mola wenu. Na nilikuwa shahidi yao nilipokuwa nao, na uliponikamilishia muda wangu, wewe ukawa mchungaji juu yao, na wewe shahidi juu ya kila kitu. Qur'an anasema Allah ni mchungaji. Na anasema neno hilo nalosema kwa Kiarabu, falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqiba alayhim. Falamma tawaffaitani, huyo kalitafsiri kama alivyo Farsi kwamba uliponikamilishia muda wangu. Huyo kalitafsiri hivyo. Hebu tumuulize huyo kidogo. Tumuulize huyo kwanza baruani anasemaje? Anasema hiyo 5. Sasa tusome aya ile ya point 117 ili ujue kwamba kifo cha Yesu kipo kinafichwa. Sema, sikuambia lolote ila ulioniamrisha, nayo ni mwabuduni Mwenyezi Mungu, Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi. Na mimi nilikuwa shahidi vyao nilipokuwa nao na uliponifisha. Kwa hivyo hapa kumbe Yesu anasema alifishwa. Tuchungulie huyo kidogo Ahmadia, maana ana mkanda wake huyo. Wa hapa ni aya ya 118 sura ile. Mchungulie kidogo, sababu sitaki kumwingia sana sababu na mkanda wake, ili tumuulize Yesu, vipi mnasema Yesu yuko Kashmir, India? Kazika huko, kafia huko. Tuambieni kwa lugha nzuri, lakini si kwa lugha ya kejeli ama ya matusi. Hebu tupangalie. Anasema samahani. Nimekwenda mbali kidogo, lakini narudi hapa mara moja. Nasema sikuambia lolote ila yale ulioniamuru, ya kwamba mwabuduni Allah
Mola wangu na Mola wenu, na nilikuwa shahidi juu yao nilipokuwa kati yao, lakini uliponifisha. Yesu anasema alifishwa, maana alikufa. Nichungulie kidogo Shia. Vitabu vikubwa hivyo sijali. Chungulie kidogo Shia hapa. Anasemaje? Sura ile ile, aya ile ile, 5:117. Shia hapa anasema, akifafanua hiyo aya anasema hivi. Taratibu. Sio na haraka. Bado kuna kitu cha muhimu nataka tujifunze sote. Samahani kidogo. Pambatane bila taharuki. Nasema hapa. Sikuambia lolote ila yale ulioniamuru kwamba mwabuduni Mwenyezi Mungu Mola wangu na Mola wenu, na nilikuwa shahidi juu yao nilipokuwa nao, na uliponifisha. Kidogo tuchungulie huyu mpya huyu. Aya ile usisahau. Aya ile usisahau. Inasema sampuli hii. Hapa pasikiza vizuri Qur'ani ya Sunni mpya kutoka Madina. Sikiliza. Usichoke na kusoma. Aya ile Isa amani emshukie atasema, ewe Mola wangu, sikuambia wao isipokuwa yale ulionitumia wahi nayo, na ukaniamurisha kuyafikisha, ya kukupwekesha wewe tu na kukuabudu, na mimi nilikuwa nikishuhudia vitendo vyao na maneno yao nilipokuwa nikiishi na wao, na uliponikamilishia muda wangu wa kuishi kwenye ardhi, ukanipaza mbinguni nikiwa hai, ulikuwa wewe ndiye mwenye kuzichungulia siri zao, na wewe ni mwenye kushuhudia kila kitu. Hakifichiki kwako chochote chenye kufichika ardhini au mbinguni. Sasa huyu nani bwana mwenye kutafsiri hii? Yani umeelewa, lakini nilikwambia aya yoyote ambayo inamzungumzia Yesu, hususan inazungumzia kifo cha Yesu ndani ya Qur'ani, lazima ametafutiwe ukarabati wa tafsiri ambayo itakataa kifo cha Yesu Kristo, kusulubiwa kwa Yesu Kristo. Ukisoma tafsiri za Sunni baadhi, lakini utabiri, manabii wametupa habari nzuri, na kusema kweli tumeona na tumesikia. Waamuzi si wa mimi, waamuzi ni wako. Chukua fungu lilo zuri, urithi uzima wa milele. Na Mungu aliye hai, Jehova asiyeshindwa, awe na wewe tunapokutana katika mada nyingine. Hii mada imekwisha. Usalama, madai ya Waislamu, majibu na kufundisha amekamilisha. Sasa kwa uwezo wa Mungu aliye hai, ikiwa nitakuwa bado niko hai, na mimi najua nitakuwa hai, kwa jina la Yesu Kristo tukutane katika mada nyingine. Nimetoa mikanda mingi na bado natoa mpaka niingie kaburini. Na kushukuru mtazamaji, kwa rehema za Bwana akujalie baraka zake, matatizo akutoe, tuweze kuomba. Asante Mfalme kwa rehema zako, ahadi zako ni za milele. Asante kwa kunilinda. Nimekamilisha mkanda huu hakika kwa uwezo wako. Basi Mfalme, naomba ulinzi, na huyo mtazamaji mpe ulinzi, na tupe ufahamu kufahamu neno lako. Tupe nguvu, tuondolee uoga, tuwe mashujaa. Maana ushasema kutupa roho ya uoga, bali ya ushujaa na upendo. Tuwapende marafiki zetu wa Kiislamu, tuwafikishie ujumbe huu ambao ni ujumbe maridadi. Basi sikulazimisha, lakini naomba kwa unyenyekevu unisamehe dhambi, na uniongoze, na unipe hekima na maarifa. Ni katika Kristo tumeomba na kuamini. Ama nimeomba na kuamini. Amen. Usisahau kupata kopi ya kitabu.
Mungu aliye hai akujalie tunapokutana katika mada nyingine. Amen.